Daraja hili litakapokamilika ni faida kwa Watanzania wote. Faida kubwa zaidi kwenu ambao mko jirani na daraja hili. Daraja hili limeanza kutoa ajira kwenu na litaendelea kutoa ajira maisha yake, kwa sababu hapa sasa ni kituo kikubwa cha magari yanayopita kwenda nje, lakini hata yanayokwenda pande mbalimbali za Tanzania. Juni 19 mwaka 2025, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kwenda kuzindua daraja refu zaidi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, daraja lenye urefu wa kilomita 3.2. Ujenzi wa daraja hili ulianza mwaka 2019 Desemba 7, wakati ambapo rais wa wakati huo hayati Dr. John Pombe Magufuli alipoweka jiwe la msingi kuashiria kuanza kwa ujenzi huo. Kwa pamoja, makofi mengi na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiweka rasmi jiwe la msingi la ujenzi wa daraja hili la kutoka eneo hili la Kigongo kuelekea Busisi. Mwaka 2021, katika kipindi ambacho rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli anaaga dunia, ujenzi wa daraja hili ulikuwa umefikia asilimia 21. Ndipo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoendelea na ujenzi wa daraja hili mpaka kuweza kukamilika mwaka huu wa 2025 kwa asilimia zote 100 na kugharimu kiasi cha fedha za Kitanzania shilingi bilioni 716 sawa na dola za Kimarekani milioni 303. Kwa nini tunasema daraja hili ni refu zaidi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati? Ni kwa sababu daraja refu zaidi ni daraja la Oktoba 6 linalopatikana katika nchi ya Misri. Daraja hili lina urefu wa kilomita 20. Daraja la pili kwa urefu zaidi barani Afrika ni daraja la Third Mainland ambalo linapatikana nchini Nigeria likiwa na urefu wa kilomita 11. Daraja la tatu ni daraja la Suez Canal. Daraja hili pia linapatikana nchini Misri, lenyewe likiwa na urefu wa kilomita 3.9. Daraja la 4 kwa urefu ni daraja la kisiwa cha Msumbiji ambalo linapatikana nchini Msumbiji, lenyewe likiwa na urefu wa kilomita 3.8. Daraja la 5 kwa urefu pia linapatikana katika nchi hiyo hiyo ya Msumbiji, lenyewe likiwa linaitwa Dan An, lenyewe lina urefu wa kilomita 3.6. Daraja la 6 sasa kwa urefu ni daraja la John Pombe Magufuli likiwa na urefu wa kilomita 3.2. Zipo fursa mbalimbali ambazo zinatarajiwa kupatikana baada ya kufunguliwa kwa daraja hili, kwani ni kiungo muhimu katika kuunganisha sehemu mbalimbali za ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, hasa mataifa ya Uganda, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani shughuli mbalimbali ikiwemo kilimo, mifugo na madini zinatarajiwa kunufaika baada ya kufunguliwa kwa daraja hili. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa aliweza kuweka wazi fursa mbalimbali ambazo zinatarajiwa kupatikana baada ya kufunguliwa kwa daraja hili. Ni mradi mkubwa ambao umetekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutoa suluhisho la usafiri kwa wakazi wa kanda ya Ziwa. Huu ni moja kati ya miradi ambayo inategemewa kuchechemua uchumi wa Tanzania kupitia ukanda wa kanda ya Ziwa. Na ukanda huu una uchumi mkubwa ambao unahusisha nchi majirani nyingi. Kupitia daraja hili kuna namna ambavyo tunakwenda kuchechemua uchumi kwa kushirikisha nchi majirani ama kwa kushirikiana na nchi majirani. Kupitia daraja hili tunapata kiungo cha usafiri na nchi za Burundi, Rwanda, Kongo,
hata kwenda Uganda kupitia kwenye daraja hili, lakini limekuja kama utatuzi muhimu wa usafiri kwa wakazi wa kanda ya Ziwa ambao walikuwa wanavuka eneo hili kwa kutumia vivuko. Kabla ya kuanza kwa ujenzi wa daraja hili la Dr. John Pombe Magufuli au maarufu Kigongo Busisi, wananchi wa mikoa ya Geita na Mwanza walikuwa wakitumia vivuko ambavyo viliwawezesha kuvuka kutoka sehemu moja na kuelekea sehemu nyingine. Lakini pia wananchi wengi walikuwa wakikumbana na adha, ikiwemo baadhi yao walipoteza maisha wakati wakitumia vivuko ama mitumbwi ili kuweza kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kivuko hiki kilipokuwa kikiharibika, watu walikuwa wanapakiwa kwenye mitumbwi. Nikasogea pale kwenye mwaro, wananiambia ingia na pikipiki yako tutaiingiza. Nikafikiria, moyo ukakataa. Palikuwepo mtu na familia yake na mabaskeli wakapakiwa. Mimi nikazunguka Kamanga. Nilipofika Mwanza, ule mtumbwi ukawa umezama na ukaua watu 11. Na ndio maana nilipofanikiwa kwanza nikawa Wizara ya Ujenzi, mawazo yangu yalikuwa niokoe maisha ya watu hawa na iwe kumbukumbu kubwa kwa watu waliokuwa wanapoteza maisha hapa. Wakati nimekuja mara ya kwanza Mwanza kuomba kura, nikasema hii ndio iwe project yangu ambayo ni lazima niimalize. Nilipozungumza kwenye kampeni kwamba nataka tujenge daraja la kuvuka la kuunganisha Kigongo na Busisi, watu hawakuamini. Wanasema haiwezekani, anaota. Hizi ni kampeni tu. Na ndio maana ninamuomba Mwenyezi Mungu, na ninyi najua mnamuomba Mwenyezi Mungu ili siku moja hili daraja likakamilike.